vyakula vyote vya halali vitakuwepo peponi. Na nyama ya kenge, kwa wale ambao wanazoea kula nyama ya kenge, miongoni mwa faida zinazopatikana katika kula nyama ya kenge, mtu unakuwa na nguvu, hata nguvu za mwili. Katika maswahaba ambao walikuwa ni mashuhuru sana kula nyama ya kenge alikuwa ni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu warudha. Alikuwa na nguvu za ajabu. Maajabu ya Khalid, wanaeleza watu wa tarehe ya kwamba hajawahi kushindwa katika vita, katika ujahilia wala katika Uislamu. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu warudha, Saifullah al-Maslul, upanga wa Allah ulio mkali. Mpaka kipindi cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamuondoa kwenye utawala, ili baadhi ya Waislamu wenye imani dhaifu imani yao isiyumbe, kwamba tukenda vitani akiwepo Khalidi hatushindwi. Ikajengeka kwa baadhi ya watu kwamba bila Khalidi nusra haipatikani kiubinadamu. Akaambiwa Aba Ubaida kwamba wewe ndio utakuwa kiongozi badala ya Khalid. Kwa hiyo Khalid radhiallahu anhu warudha alikuwa ni mlaji sana wa kenge. Na wale wanawake ambao wana udhaifu, nguvu za kiume ni ndogo, na watoto ambao afya yao sio nzuri, wakitembea wanadondoka, miguu haikazi, wazazi wao wanawatafutia nyama za kenge, wanakula. Wanakula. Na wale wenye matatizo ya mifupa wao wanakula nyama za kenge. Kwa almuhim, kenge zitakuwepo siku ya Kiyama. Zitakuwepo. Hiyo ni ofa Allah ameitoa, ma tashtahihi al-anfus, kile ambacho nafsi yako inataka. Ukitaka ukuletee za kuchomwa, ukitaka za kukaangwa, ukitaka supu, wale wapenzi duniani wa supu za pweza, zote zitakuwepo. Vyote vitakuwepo. Kubwa tu ni watu kufanya maandalizi na mapema hapa duniani kwa ajili ya kupata hivyo alivyoviandaa Allah subhanahu wa ta'ala.